Naam, uhali gani na hujambo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Sato TV. Karibu sana tuendelee kufahamishana mambo mbalimbali yanayojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa leo hii nakusogezea hii taarifa inayomhusu Tundu Antipas Lissu ambaye yeye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, kwa wakati huu ambapo amechukua nafasi ya Freeman Aikaeli Mbowe ambaye alimaliza muda wake. Sasa kitu ambacho kimekuwa kina click vyombo vingi vya habari hasa kwa siku hizi, tukiwa tunaelekea tarehe 23 ambapo chama hicho kimepanga kuzindua rasmi kampeni zake za no reform no election, wanasema wanaanzia kwenye kanda ya Nyasa, ambayo kanda ya Nyasa inahusisha mkoa wa Iringa, Mbeya na mkoa wa Songwe. Sasa kuelekea kwenye kampeni yao hiyo, Chadema wamekuwa wakifanya activities za hapa na pale kuhakikisha wanapata mafanikio makubwa kwenye hii kampeni yao ya no reform no election. Sasa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, katika hali ambayo watu wengi hawakuitarajia, ameonekana akizungumza au alienda kufanya vikao na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, kitu ambacho watu wengi hawakutarajia kwamba hili jambo liko serious kiasi cha kwamba Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aende akafanya vikao na hadi ubalozi wa Marekani kuhusiana na hii no reform no election. Sasa kuna kada mmoja wa Chadema anaitwa Hilda Newton ameandika hivi: leo kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Lentz alikutana na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na kujadili umuhimu wa mchakato wa uchaguzi huru wa haki na wa amani kwa maendeleo endelevu ya kiuchumi, kijamii na kisiasa ya Tanzania. Sasa huyu aliandika hivi ni Hilda Newton, yeye ni kada na ni mwanachama mwandamizi, ni mwanachama wa siku nyingi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Sasa ukipita mitandaoni unakuja kuona hii swala watu wanalizungumzia, yani kwamba Chadema wameenda kutafuta msaada ubalozi wa Marekani, lakini ukipita kwenye ukurasa rasmi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, wameandika taarifa rasmi, wanaitwa public statement. Wameandika hivi: the chairman of the Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, earlier today led a delegation of senior party leaders on a courteous visit to the embassy of the United States of America in Tanzania. At the U.S. Embassy, the Chadema delegation was met by the Charge Affairs and Acting Ambassador, Mr. Andrew Lentz, and other embassy officials. During the visit, Chairman Lissu and CDA's Lentz discussed the political situation in Tanzania, in particular the prospects for democratic electoral reform. The party delegation took the opportunity to appraise the U.S. diplomats of Chadema's position that the 2025 general election should not be held until long-standing demands for democratic reform to secure free, fair, and credible election have been granted. The meeting was part of the ongoing effort to galvanize public and international support for the no reform no election campaign launched by Chadema in February of this year. Kwa hiyo ukisoma hili tamko la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, utakuja kugundua nia yao kubwa au lengo lao kubwa lililowapeleka kwenye ubalozi wa Marekani ni kutaka kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025 kama tu matakwa yao ya wanaoyataka yasipotekelezwa au yasipofanyika. Kwa hiyo utakuja kugundua Chadema wanatekeleza mikakati yao chini kwa chini kuhakikisha matakwa yao yatekelezwe, au yasipotekelezwa basi uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, yani uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 basi usifanyike kabisa. Na hii ni kwa mujibu wa public statement ambayo imetolewa kwenye ukurasa rasmi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Kwa hiyo kwa ufupi tunaweza tukasema Tundu Antipas Lissu ameenda kuomba msaada ubalozi wa Marekani, au ni kwamba ameenda kuomba msaada kwa Trump
kuhusiana na hii no reform no election ya mwaka 2025. Nikusii ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kurasa zetu za mitandao ya kijamii, uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi na nyingine nyingi zaidi. Chao.